Niseme tu kwamba eneo hili kwa jumla lote ni kama ekari 24 mpaka sasa, na tulianza kazi hii ya kuhifadhi mwaka 2014 baada ya kutoka serikalini. Nikasema kuliko kukaa tu mjini, wacha nije nianze hii kazi. Kwa hivyo tulianza kwa kujenga miundombinu ya mabanda ya ng'ombe na kuku kwa ajili ya kupata mbolea, kwa sababu lilikuwa ni eneo ambalo halikuwa hivi lilivyo. Lilikuwa ni eneo kama limeachwa, halikuendelezwa. Dhumuni hasa ya msingi ilikuwa ni kupata mbolea. Tukaweka na miundombinu ya maji, kwa hiyo tukavuta na umeme 3 phase. Baadaye tukaanza kazi kidogo kidogo. Nashukuru kwamba kazi ile baada ya miaka 10 ndio tunaona matokeo ya kazi hii. Na ilikuwa inspired na yale mapenzi ya kwangu mimi binafsi ya kuhifadhi miti ya asili ambayo nimeona kwamba inapotea, lakini na pia kuonesha kwamba tuna ardhi kubwa sana Pemba ambayo bahati mbaya imeachwa na kumbe ingeweza kutumika kwa kupata tija nzuri sana. Kwa mfano kama eneo tulilopanda mitondoo pale, mtondoo leo mmoja ni shilingi 300,000. Ukifika miaka 13, 15, ni mtondoo mmoja, hakuna mtu atakuuzia mtondoo chini ya 300,000. Sasa humu sisi tuna mitondoo 4,000. Sasa unaweza kupiga hesabu wewe 300,000 mara 4,000, tayari tushaweka pensheni kwa kupitia mazingira. Ni jambo zuri sana. Ningependa kwamba na watu wengine waone, tushirikiane. Bado visiwa vyetu hivi vina ardhi nzuri, ni tushirikiane kwa ajili ya kupata kuhifadhi mazingira, kuhifadhi miti yetu hasa ya asili. Mfano kipindi hichi ndani sisi tuna mibungo mingi tu, na watoto wengi wanakuja kwa ajili ya kuchuma mabungo. Tuna michocha. Sasa hivi chocha zimepotea kabisa. Ukifika msimu wa chocha watoto wanakuja kuchuma chocha. Mpaka sasa hivi tuna mifuu, mizambarau vile vile na miti mingine ambayo miembe hii ya asili ambayo alhamdulillah ikifika wakati wake huwa inazaa sana. Kwa hivyo kwa hakika ni jambo zuri. Binafsi nimefurahi kwamba tumewekeza ndani ya miaka hii 10 na matokeo yake leo tunayaona. Tunavuna matunda aina mbalimbali. Shokshoki, msimu uliopita tumevuna shokshoki nyingi tu na matunda mengine kadhaa. Mazao bora shambani haya wananchi. Mbamba kofi ni mti wa mbao, sawa na mninga, sawa na miti mingine ambao ilikuwa hamna hapa, na katika eneo hili ilikuwa imemalizika kabisa. Kwa hivyo tulikwenda kupata mbegu zake kutoka Msuka na tumeipanda mingi kidogo. Tunashukuru imekwenda inaendelea vizuri. Inachukua kati ya miaka 20 na 25 unaweza kuanza kutumia. Zaidi ya hapo inakuwa mizuri zaidi. Huu wenyewe vijana wanaita mtoria. Ni katika jamii ya berries, unazaa matunda madogo mekundu. Kwa watoto ni mti wao wa kula sana, lakini leo unaweza kuitafuta sehemu nyingi haipo. Sisi tumeutafuta, tumeupanda hapa na ni katika miti tunaohifadhi vile vile. Miivu, si ndio maarufu yake? Ni miti inayotumika sana kujenga, lakini sasa hivi sidhani kama kuna pahala unaweza kupata ya saizi hii, kwa sababu inakatwa sana. Wanatumia kwa ajili ya kutengeneza fito, lakini ikiwa mikubwa inatengenezwa miko, pawa, mpini yake inatengenezwa na vitu vingine vidogo vidogo, lakini sasa hivi ni shida kuipata. Mibuni ya Pemba ambao mmoja ni huu hapa na mengine ile pale, ni miti nayo inayopotea sana, lakini tumeichukua na kwa ajili ya kuhifadhi.
Mikorosho nayo mingi tumeweka kwa ajili ya kuhifadhi. Watu wengi wanafahamu mibungo, lakini rafiki yake mbungo wa karibu ni mpo, na ambao ndio huu tulichukua na kuhakikisha kwamba tuna uhifadhi au tunahifadhi iliyopo. Na ukigeuka nyuma yako huku unaweza kuona kwamba huu ni katika mipo mikubwa, mikongwe kidogo, ina zaidi ya miaka 12 sasa. Ni katika sehemu ya miti tunayohifadhi. Miongoni mwa miti ambayo imepotea sana ni hii michocha, na hapa sisi tuna collection kubwa kidogo. Mnaiona hii ipo mingi kidogo, hapa, na wakati wa kuzaa hasa msimu huu inazaa kweli kweli, lakini sehemu nyingi ukikuta sasa hivi imepotea. Watu wamekata kwa ajili ya kutumia kwa matumizi ya mara nyingi inatumika kwa mipini ya majembe, mashoka. Kwa hivyo haifiki ikawa mikubwa kama size kama hii, lakini humu alhamdulillah tunayo mingi kidogo. Kwa sehemu kubwa eneo hili ni miembe hii ya kisasa. Bahati mbaya haikupata kufanywa pruning vizuri, uzaaji wake sio mzuri, lakini ipo mingi, inaweza kufika karibu 60 au 70. Ni jamii ya kisasa. Hii ni jamii kimoja tulichokuwa tumefanya hapa ni collection ya aina mbegu mbalimbali za mafenesi. Tuna aina niseme karibu 16 za mfenesi. Imo ambayo inazaa vizuri, imo ambayo uzazi wake ni wa kusuasua, lakini kwa jumla tuna mifenesi, kwa maana ya miti ya mifenesi inaweza kufika karibu 100 ya aina kabila mbalimbali tuliochukua mbegu kutoka sehemu mbalimbali. Tunashukuru. Hapa tuna mti wa mzambarau, ni kati ya miti ambayo nayo imepotea sana, lakini humu tunayo mingi kidogo na ambayo inazaa vizuri ukifika wakati wa msimu. Ujumla michongoma imo mingi kidogo. Miti ambayo nao pia imepotea ni michikichi. Humu tuna zaidi ya michikichi inaweza kufika 200 tulionao kwa ujumla wake. Ni katika miti ambayo tunahifadhi na wanaoweza, kwa sababu mingi inazaa sasa hivi chikichi. Unaona eneo hili tuna collection kubwa ya michikichi, mikungu ya India, ekari 2.5 mpaka 3. Hapa tuliamua kupanda miti ambao ndio hii mnayoiona, mitondoo. Mitondoo ni miti mizuri sana kwa kuhifadhi mazingira, hasa ardhi ambayo imechoka. Na hapa tuliamua eneo lote hili kupanda mitondoo. Karibu ipo 3,500 katika eneo hili peke yake, na ukichanganya na sehemu nyingine ambapo imo kidogo kidogo, tuna mitondoo karibu 4,000 hapa katika shamba. Kwa hiyo tuna collection kubwa ya mitondoo. Of course miti mingine ni ya kutupia, lakini eneo hili lilikuwa dedicated kwa ajili ya mitondoo. Ni miti
ambayo baada ya miaka 15 hivi unavuna vizuri, inatumika kwa shughuli mbalimbali, hasa kwa vitu vya kutengenezea vitu vya baharini. Jirani na Mitondoo, eneo hili tuliweka maksudi kwa ajili ya midalasini. Midalasini mingi tu katika eneo hili mpaka bondeni huku, na kwa hivyo sehemu ya juu pia ni eneo ambalo tuna midalasini mingi sana kwa kweli. Aidha wewe kuna miti na ambayo nayo pia inapotea sana, ni hii mwavi. Miavi ni miti ambayo katika miti ya asili ambayo imepotea kwa sehemu kubwa sana, na sisi humu kila tunaukuta mwavi tunauacha kwa ajili ya kuhifadhiwa, na tunayo mingi kidogo kwa kweli. Huu ni mwambo. Huu ni ukiona umefanana sana na mchocha, lakini ni wanaita mwambo. Ni katika miti nao kusema kweli ni shida sasa hivi kuipata, lakini sisi tunayo kwa ajili ya kuhifadhi vile vile. Ukiona kwa sehemu hapa pia kuna mibura mingi ambayo tunahifadhi. Tuna mibura humu karibu 400 ambayo tumeiacha na mingine imeshaanza kuzaa, lakini tutaiona zaidi sehemu ile kule ambayo ni mahsusi kwa ajili ya mibura. Eneo hili hapa tukiangalia kwa sehemu kubwa kuna mikarafuu. Kuna mikarafuu midogo ambayo ilipandwa jamii hii, sio mikubwa sana, lakini kuna mikarafuu mikubwa ambayo tunavuna karafuu kama huu. Kuna mzao wa mwaka huu, kuna mzao wa vuli ambao tayari umeshaanza kutokea. Kwa jumla humu tuna mikarafuu karibu 400, midogo ya wastani, kuna ambayo tayari tunavuna, na pia inatusaidia kupata mbegu vile vile. Kwa sababu mbegu zetu mara nyingi tunatoa humu. Hizi tunaona tuna karafuu ambazo zimemalizika, lakini tuna karafuu za vuli ambazo tayari zimeshatokea. Kwa hivyo eneo hili tuna mikarafuu mingi kidogo. Eneo hili hapa kwa sehemu kubwa mtaona mpaka tutafika kule, kwa sehemu kubwa mtaona ni mna mchanganyiko. Kuna mitondoo hii midogo, lakini kuna na mibura hii. Yote ni mibura. Vijana wengi wa siku hizi ukiwauliza mbura hawazijui, kwa sababu ni katika miti ambayo imekatwa sana. Sasa sisi tumechanganya mibura hii, yote ni asili, sio ya kupanda. Tulikuta, lakini tukasema tuweke na mitondoo, ili mtondoo ambao utakuwa vizuri tunaweza tukapunguza mbura, ili mtondoo upate nafasi. Kwa hiyo tuna mibura mingi sana, inaweza kufika labda karibu 300, 400, na yote tunashukuru imeshaanza kuwa mikubwa. Siku za mwanzo ulikuwa ugomvi na watu waliokuwa wakitaka kukata. Sasa hivi tunashukuru wametuelewa kwamba hii ni katika sehemu ya hifadhi, ili hata watoto wao nao wajiwaone mbura zinakuwaje. Lakini ni miti mizuri sana pia ambao watu wanatumia kwa boriti, wanatumia na kwa shughuli nyingine za ujenzi. Kwa hapa tuna eneo kubwa ambayo tumeiacha mibura. Eneo hili utaona kwamba tumepanda zaidi mikungu ya India, mitondoo, tumeacha na mibura kama huu mwavi. Miavi kwa hakika ni katika miti ambayo imepotea sana, na hii zamani ilikuwa ni miti iliyokuwa mizuri sana kwa ajili ya nyuki. Siku hizi huwezi kupata asali ya mwavi.
Asali ya mwavi kwa kawaida inakuwa chungu chungu hivi, lakini wenyewe wanasema ni dawa moja nzuri sana. Lakini sisi tunashukuru tumehifadhi mingi, tumeacha na miti mingine. Kwa hivyo ni eneo mchanganyiko, lakini zaidi ni miti ya asili. Lakini katika miti ya asili ambayo pia imepotea sana sasa hivi na ambao sisi tumeihifadhi ni hii ambayo inaitwa mchenza msitu. Mchenza msitu. Hapa ni miti ambayo inakuwa kwa haraka na inakuwa na kivuli kizuri sana. Na hapa ipo mingi kwa kweli. Huu ni mkeshia. Lakini mchenza misitu kwa eneo hili ipo mingi kidogo. Wakina hii hapa. Lakini pale mbele tutaiona ipo mingi. Kwa siku hizi ni katika miti ya dimu kusema kweli. Humu tuna mti ya dimu au miti ya dimu, ingawa ni michache, ambao ni huu. Kwa Waswahili kwa mazoea tunaita mkarafuu mwitu. Ukiwa mdogo mche wake ni kama hivi, lakini mti mmoja madhubuti sana. Sifa yake moja ni kwamba unatoa maua ambayo harufu yake ni ya aina ya peke yake. Ingawa yanatoa kwa muda mfupi, yanaondoka kwa muda mfupi, lakini yani kwa kila jioni yanatoka kwa muda mfupi, lakini harufu yake ni aina ya peke yake. Huwezi kulinganisha na mlangilangi, huwezi kulinganisha na asmini, ni wa aina ya peke yake harufu yake. Na ukija unaweza ukakimbia, wengine ukafikiria labda ushakutana na viumbe wasiojulikana kutokana na harufu yake inavyokuwa kali na aina ya peke yake. Mkarafuu mwitu si rahisi sasa hivi kuikuta kwa kweli. Miavi ambao tumeacha. Kwa kawaida miavi huwa ni walezi wazuri wa mikarafuu. Kwa hivyo tumeiacha kwa sababu inailea hii mikarafuu ambayo ipo hapa kwa kuipatia kivuli kidogo cha kupunguza makali ya jua. Na kama nilivyosema ni miti mizuri kwa ajili ya nyuki pia. Ukianguka utaanguka mara moja tu. Sina wasiwasi. Nasema hii ni katika miti ambayo imepotea hasa kweli kweli. Basi ni hii. Hii ni miti ya tambuu. Kwa wazee kama mimi wanafahamu kizungumza tambuu. Zamani watu walikuwa wanatumia, wanaweka na chokaa na popoo, wanatafuna. Wenyewe ilikuwa ni katika uraibu sawa sana nini nyingine. Ni dawa moja nzuri sana ya meno, hasa kwa wale ambao Waswahili kwa wanaita balaghamu, yani mdomo kinywa kimekuwa kizito, wakati mwingine labda kinatoa harufu. Kwa hivyo hii ni moja katika dawa very effective. Ni shida sana kuikuta pale pengine, lakini sisi hapa tumehifadhi, tunayo alhamdulillah kwa wingi. Hiyo mnayoiona yote imetambaa huko ni tambuu, ni jamii ya tambuu huko kwenye miti, kwa sababu nayo inapenda sehemu kama hizi zenye unyevu nyevu. Hili ni eneo ambalo tumehifadhi zaidi milangilangi. Kutokana na umuhimu wake, lakini hii zaidi ni kwa ajili ya mbao kuliko kwa ajili ya maua ambayo inatumika kwa shughuli mbalimbali. Na hapa tunayo karibu milangilangi 80, na kama mnavyoiona
tunachosubiri sasa labda inenepe huko baadaye tuweze kuja kukata kwa ajili ya mbao. Uzuri wa mlangilangi ukiukata hapa, badala ya mmoja unaweza kupata kama 4 5 kwa kila shina moja. Kwa hivyo ni miti ambayo ni renewable. Unakata sio kwamba umeuondoa kabisa. Ukikata unapata mingi zaidi. Na ipo mingi zaidi. Eneo hili kuna mto wa asili. Kuna mto wa asili ambao tulichofanya ni kuhifadhi zaidi. Kwa kutengenezea mazingira ili usiharibiwe. Unakwenda tumehifadhi yake imekwenda mpaka upande wa pili wa mto. Na mbali ya kutunza hivi, lakini tunajitahidi kupanda miti ambayo inapenda maji. Na miti ambayo inapenda maji tutakwenda kuona hapo mbele ni pamoja na miwale. Wengi wa sasa hivi hawafahamu miwale, lakini miwale zamani ilikuwa inatumika kutengenezea ngazi zile za asili. Eneo hili milango pia, milango ya mwale. Eneo hili tunao mmoja ule pale kidogo. Lakini kwetu sisi umeishia hapo mbele tu. Na humu mote tayari ilishapandwa hii tunaita miale. Eneo hili hapa. Lote hili hapa. Tukitajua. Raha ya hii miti ni kama hii. Ukiwekea pilipili manga unapata tu sio miti, lakini unapata na pilipili manga. Na hapa tumepata pilipili manga mingi sana. Na hapa pia tuna collection kubwa ya hii. Tunaita migulabi. Au wengine wanaita matufaa marashi. Shida yake haipatikani kwa sababu ya popo. Kama kuna miti au matunda popo anayapenda kupita kiasi, basi ni matunda ya mgulabi au matufaa marashi. Labda uwe na kitambao ya hifadhi, lakini likitokeza popo tayari wameshaliwahi. Hii tunaita misisimizi. Matunda yake ni madogo madogo kama fursadi vile. Lakini ni mazuri sana hasa kwa ajili ya arki wanaotengeneza juice. Ina arki kama za rangi ya zambarau iliyokoza sana. Ukipata vishada 4 5 unaweza kutengeneza karibu galoni nzima ya juice. Ukapata rangi na pia na flavor. Kwa huku inaitwa misisimizi. Alama ya mpapindi ni kwa sababu unatoa miche kama hivi, unatoa kambu. Mpopoo hautoi miche kama hivi. Lakini kama ingekuwa si sababu hii, ingekuwa shida kujua upi mpopoo, upi mpapindi. Sasa huu ni mpapindi. Upo na ule pale mwenzake pia. Lakini hii mengine yote iliyobakia ni mipopoo. Najua mipopoo imepotea sana. Tuna collection kubwa ya mipopoo. Hii yote mipopoo. Inazaa zile popoo watu wanatumia wanatafuna. Na hili dubwesho lake Waswahili wanatumia kufanya ala za kisu. Na nini ya kuzolea taka. Lakini mara nyingi linakatwa, linatengenezwa vizuri, linakunjwa, inakuwa ni ala ya kisu, ya kuwekea kisu ndani. Fungwa na mpira basi. Kwa hivyo ina matumizi zaidi ya
100. Huu ni Waswahili wanaita mbungo wa kizungu. Unazaa yale matunda yalofanana na mabungo lakini makali kweli kweli. Sijui jina lake jingine, lakini ukizaa huu unazaa kwa vurugu kweli kweli sana. Haijapotea sana, lakini sio miti inaonekana sana. Hifadhi ni kakao ambayo wanasema ndio inayozaa kakao za kutengenezwa kokoa, na tumeichanganya na vanila kama mnavyoiona, kwa sababu kakao na vanila ni jirani wazuri sana. Nadhani himo ilikuwa imeanza kuzaa na inazaa, uzazi wake sio mbaya, inazaa vizuri kwa kweli. Vanila tunashukuru imeanza kuzaa. Unajua uzazi wa vanila shida yake ni ile kwamba unahitaji dedication, hasa wakati ukitoa maua, kwa sababu hii haichavushwi au pollinated na wadudu kama nyuki au nini. Hii inabidi ikitoka maua yake mwenyewe uipandishie, yani uchavushe wewe mwenyewe. Kwa hivyo ukichelewa, ukisahau, ina maana huwezi kuipata. Kwa sasa hivi tuna changamoto kidogo ya simizi, ndio hasa linalotusumbua, lakini kwa ujumla inafanya vizuri. Na mwingine inazaa vizuri kama mnavyoiona. Na nadhani tutakapoanza hasa kutumia hii mikakao kupanda, tutapata mazao mazuri zaidi. Hapa tumalizie minoni. Hii ni miti wanaita minoni. Minoni ni miti ambayo si maarufu, haijulikani sana hasa kwa Pemba, lakini tuliona pahala tukachukua kwa ajili na sisi kupanda. Wanasema ni matunda yake ni mazuri sana kwa watu ambao wana tatizo la kansa na wenye tatizo la sukari. Tunda lake linatengenezwa juice, watu wengi wanakunywa kwa ajili ya kukinga, lakini na wako wanaokunywa kwa ajili ya kuhifadhi. Lakini kuna kina mama pia wanatumia kama ni scrub nzuri ya uso. Ina matumizi mengi kwa kweli, na tunashukuru uzazi wake ni mzuri sana. Kipindi hichi kidogo haijanini, lakini inazaa vizuri sana. Tunapata matunda mengi, wagonjwa wanakuja kuchukua kwa ajili ya kutumia. Mkunazi huu katika miti mikongwe sana hapa shambani ni huu mkunazi. Lakini sasa ulipata shida kutokana na yale matumizi yake, ndo uliupa shida. Tunaambiwa hapa kwa kina baba mambo yamo mengi sana. Kwa hivyo na yamo kwenye mizizi, yamo kwenye magome. Kwa hivyo kuna watu walikuwa wanakuja na magome yake wewe mpaka ukafika hatua hii ukawa kama ubao wa mlango. Uko unakuja unachunwa. Tena tukafanya jambo moja sisi, tukachukua mbegu zake hii tukaatika, tukawapa watu wengi, ili badala kupata shida kuja kwa huu mmoja, na wao wapande. Humu ndani tumepanda ya ziada, lakini na watu tumewapa mbegu nyingi ya kupanda mikunazi. Naona sasa hivi hawaji tena huku. Mambo anayapata huko anako. Lakini ukiona hivi, hii si ugonjwa bwana. Hii ni kwa sababu ulikuwa overused. Tumbi. Ndio. Ingine itapigili sijui nini. Lakini nao imekuwa adimu. Na hii kwa sababu inapenda sehemu za maji. Kwenye sehemu za maji inakuwa rahisi. Mkindu katika miti ambayo nao imepotea kweli kweli ni mikindu.
Hii inatumika kwenye kutengeneza ukili ambao ndio unaotengeneza mikoba, unaotengeneza mikeka vile vile. Hata matunda yake ni mazuri, ni tende ndogo. Kizaa matunda yake mazuri sana na kuwa tamu sana. Ni hii pilipili doria. Kwa hapa kwetu ilikuwa hamna kabisa. Kwa hivyo nilichukua kule Unguja, tukaja nayo na tumeipanda sasa hivi. Ikifika wakati wa kuzaa inazaa kweli kweli. Na kila mmoja anafaidika. Maana kama kuna kitu kuku anapenda ni pilipili doria. Wanazipenda kweli kweli. Na alhamdulillah tunayo mingi sana. Sifa moja pilipili doria pia ni kwamba nyuki wanaipenda sana maua yake. Kwa hivyo kwetu sisi hasa moja katika sababu ilikuwa ni kuvutia nyuki. Tuwe nao kwa wingi. Sababu kushakuwa na miti unataka wadudu ambao watasaidia katika pollination. Na nyuki ni number 1 pollinators. Kwa hivyo tukawaekea hichi kitu cha kuwavutia. Na kweli alhamdulillah tuna nyuki wa kutosha hapa. Shambani, 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 shambani.